Kutokana na kasi ya mabadiliko ya teknolojia duniani ikiwemo maendeleo ya akili mnemba, wataalamu wa teknolojia wameonya juu ya tishio la ongezeko la uhalifu mtandaoni, jambo ambalo ni changamoto si tu kwa Tanzania bali dunia, na kusema ipo haja ya wadau wa teknolojia kushirikiana katika kulitatua hilo. Tupate taarifa zaidi. Mkurugenzi mtendaji wa UCCB Leticia Ndogole akizungumza wakati wa uzinduzi wa warsha inayolenga kujadili na kujengea uwezo wa wataalamu mbalimbali juu ya namna bora ya kukabiliana na changamoto za kiusalama zitokanazo na kasi ya maendeleo ya teknolojia, amesema. Tumeona ni swala la msingi kuweza kufanya capacity building kwa wafanyakazi wote wa UCC, na tunaye mtaalamu mbobezi kwenye masuala ya uhalifu mitandao ambaye atakuwa na timu nzima kwa siku 3, na tunaamini baada ya mafunzo haya, na kwa sababu ni sehemu ya kazi kwa UCC, tutakuwa katika sehemu nzuri zaidi kuweza kuboresha mifumo, lakini tunapotengeneza mifumo mipya tuweze kujua zile areas ambazo zinahitaji kufanyiwa tuseme uharaka katika kuweza kukidhi sasa ile mlaji wa mwisho, lakini serikali na taasisi zote mbalimbali, private sector pamoja na public sector. Kwa sasa ajenda ambayo inaumiza vichwa vya viongozi wengi wa mataifa yote duniani ni changamoto hii ya uhalifu mtandao. Wahalifu mtandao wamekuwa wakija na mbinu mpya kila kukicha. Sasa mafunzo haya kimsingi tunaenda kuongezeana uwezo kuhakikisha kwamba kila mshiriki, na mnajua hao University of Dar es Salaam Computing Center ndio wanao sio tu kutoa mafunzo, lakini wanatengeneza mifumo mbalimbali ya serikali na taasisi binafsi. Kwa hiyo wanaweza kwenda kujiongezea uwezo kuhakikisha kwamba wanajua namna gani ya kubaini, namna gani ya kutengeneza mifumo salama, namna gani ya kuongezea watu wengine uwezo wa kuweza kutambua changamoto za kihalifu mtandao zinazokuwa. Kwa upande wao, wasimamizi na wataalamu wa mifumo mbalimbali ya usalama mtandaoni wakizungumzia umuhimu wa mapinduzi katika elimu ya tehama, wamesema watengenezaji wa mifumo, ina maana tunaanza kuweza kuweka udhibiti katika utengenezaji wa kila siku, kuweza kubaini taratibu za shughuli ambazo zinafanyiwa kazi katika maeneo husika, na mfumo ukitoka, ina maana tayari umeshaangalia njia ambazo wanaweza kuhatarisha matumizi ya mtandao wanaweza wakazitumia. Uwizi wa kimitandao umekuwa mkubwa sana na unamuathiri kila mtu katika level yoyote. Sasa tunataka kutoa training, mafunzo kwa kila mmoja ili aweze kujua namna gani atakavyoweza kujilinda yeye mwenyewe kama mtu, lakini pia ana akaunti zake za social media na Instagram na Facebook, kote kwa watu wanakwenda kudukuliwa, ambako sasa inabidi ajue namna gani ya kujidhibiti, kujilinda ili aweze kushambuliwa kidijitali. Mtu mmoja